Yeah, sisi kama Pamba Jiji Football Club tunafahamu aina ya mchezo ambao tunakwenda kucheza kesho. Tunafahamu aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye hiyo kesho. Lakini narudia tena kusema hatuna unyonge hata 1% kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunaheshimu kila kitu kutokea kwao, aina ya wachezaji wao, benchi lao la ufundi, lakini ukweli ni kwamba ni mchezo ambao sisi kama Pamba Jiji Football Club tunauhitaji, ukizingatia pia mchezo wa kwanza hatukuweza kufanikiwa kupata alama 3. Tunafahamu haitakuwa rahisi hata kidogo, wala kusema hivi haimaanishi tunacheza na timu nyepesi ama timu ndogo ama timu ambayo haijiwezi. Kwa hiyo tunaheshimu kila kitu kutokea kwao, lakini ukweli ni kwamba hii ni mechi ambayo sisi tunaitaka, na kwa uwezo wa wachezaji tulionao, uwezo wa benchi letu la ufundi, bila shaka yoyote tunaamini kesho Pamba Jiji Football Club itapata matokeo mazuri dhidi ya klabu ya Simba. Msemaji, jana ulinukuliwa ukisema kwamba hili swali limeshakuwa too common. Nimeshalijibu sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Lakini kwa sababu tupo kazini kwa ajili ya kuwapa watu taarifa na kinachoendelea, acha nilijibu kwa mara nyingine. Sisi Pamba Jiji Football Club hatujawahi kuwaza kwamba tunakwenda kucheza na aina fulani ya mpinzani, kwa hiyo kuna special treatment tunatakiwa tuitoe ama tupewe kuelekea kwenye huo mchezo. Simba inabaki kuwa timu kama timu zilivyo zingine, pamoja na ukubwa ambao nimetoka kuzungumza, pamoja na uwezo wa mwalimu wao na wachezaji, lakini haitufanyi sasa sisi labda twende tukiwa labda tunasema sasa leo hawa Simba no. Hatuwezi kufanya hivyo na hatujawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba tunakuwa tumejiandaa na siku hiyo inakuwa ni siku yetu kulingana na baadhi ya mambo. Kwa hiyo mimi nadhani tuitoe tu kwanza hiyo mentality ya kwamba tusijui sijui kwa sababu ni Simba tunakamia no. Yaani ni timu kama timu zingine na tunacheza vile vile kama tunavyocheza na timu nyingine. Kama ambavyo tulicheza na Dodoma Jiji, tutacheza hivyo hivyo. Kinachobadilika ni approach kutoka kwenye technical area, wanajua nini cha kufanya. Unless otherwise mimi naendelea kuasisitiza na kuambia watu wasije na matokeo yao kwenye mabegi, kwenye akili zao. Matokeo ya mchezo wa Pamba Jiji na Simba yanapatikana kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Nimelisema ili kuwapunguzia kazi viongozi, kuwapunguzia kazi watu ambao wanahusika na usalama. Kama mnakumbuka mchezo uliopita, hali ilitokea sitofahamu pale Kirumba kama mnakumbuka. Sasa tunawaomba, ili ni kwa mashabiki wa Pamba na mashabiki pia wa Simba. Matokeo ya mchezo kati ya Pamba Jiji na Simba Sport Club yanapatikana kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Mtu asije na matokeo yake tafadhali. Hili ni jambo ambalo nalisisitiza kwa sababu pia nimeambiwa na meneja wa uwanja ulifanyika uharibifu siku ile pale na vitu vikaenda tofauti. Kwa hiyo ukitoka kwamba unaamini kwamba dakika 90 ndio zitakupa matokeo, hautafanya vitu vya ajabu, hautamtukana refa, utaheshimu mamlaka, utaheshimu taratibu. Kwa upande wa mashabiki wa Pamba ni waombe kabisa, niwaambie kwa mazingira, kwa matokeo yoyote ambayo yatajitokeza kwenye mchezo wa kesho, tuheshimu mamlaka, tuheshimu taratibu. Iwe imetoka kama hatujawa na matokeo mazuri, tuondoke kiwanjani vizuri. Tumetoka tuna matokeo mazuri, tusigombane na mtu, tusilete taharuki aina yoyote. Lakini nisisitize kama ambavyo mtoka kuzungumza kaka yangu hapa mashabiki tuwe na huo utamaduni ambao tumeambiwa. Tukate tiketi mapema, unakata tiketi ukiwa nyumbani kwako, hamna swala la foleni, hamna jambo la nini. Tuwahi kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Mara zote nimekuwa nasema unapotaka kucheza na Pamba Jiji wewe ndio unatakiwa uwaze unachezaje na Pamba Jiji, lakini sio Pamba Jiji iwaze wewe unachezaje na yenyewe. Asanteni sana.